thank God this wonderful evening. The Lord has given a very good time to praise Him and to worship Him. And I'm happy to see you and how you are growing. May God expand your boundaries. And may God do you great things. May you grow to 1,000 and million so that you can be a blessing to our community. God bless you so much. I thank God, and I have a song before I bring to you the man of God. It is not a big song, but it's just a short, stanzas that I want to sing that says, because it is very important to know that so it is good to see that the time that the Lord will come, we shall be like Him. Praise the name of the Lord. He shall not be like the way we are today. He will not come wearing a suit or a skirt suit, but He will come and we shall be like Him. So it is good to see in the spiritual realm how the Lord will come and how we need to prepare ourselves. As the man of God has said, it is very important to love our community, to love our people, and to speak good of your people and your brother. Praise the name of the Lord. Amen. So that when He appears, we shall be like Him. And that is only the secret that will make us to win and also to overcome this land that is called America. Because this land is not the land of the living, but we are waiting to enter into the land of the living. I praise the Lord, and I'm happy today to have the man of God whom we have worked many years back home. And we have done a lot down there. We are doing a lot of projects down there in Kenya. And I know that the Lord is continuing to do mighty things. We are digging boreholes. We are helping people because the love of God is not helping your brother or your sister or your kids. Love of Christ is going beyond the boundary of your family. But if you go beyond the boundaries, that is when you portray the love of Christ in your life. And I believe the JCP, you will continue doing great things for God and encourage one another. Do things beyond this church, and the Lord will pay you in abundance. And when you continue doing like that, wait and see what the Lord will do. It's my prayer that the Lord will expand your boundaries and He will meet in the middle of your desires, and may God uplift you to another level. I need to pray for the word of God, and then I'll bring the man of God. Father, we thank you this wonderful evening for the word that you have prepared for us all, oh God. I pray that, Lord, you may open our inner ear understanding, Lord, and our inner eyes and our inner understanding, Lord, so that we can hear from you. Father, I pray for the needs that is in the midst of our people and in the hearts of our people, oh God. I pray that you may meet with the desires and you may meet with the need of each and every one of us. Lord, I commit every soul unto your able hands, O Lord. As your servant come to release the word, may that word come with power and anointing, and the things may go apart, and may everybody in this sanctuary to be uplifted and to be given power to overcome everything. Lord, I thank you because you know the need of the people of this ministry, Lord. I commit everyone unto your able hands. In Jesus' name, Lord, we pray and we believe. Amen. I need to bring to you none else but our Bishop Stanley Wachira Karani. He is one of the bishop in Kenya. He is doing good in Nyeri and also in the other parts, in the churches of KAG. Many years when I was a young guy, a young family, we worked with him, and I love him. He has a big church. Maybe he has like this church, like 40 times. He has more than 4,000 people back there. Whoever know Nyeri, ukiingia pale, ukienda hospitali kutoka barabara ya kwenda Nairobi, kanisa lake liko hapo kubwa sana, la orofa kubwa, hapo ndio anahubiri. Hata ukitoka Nairobi ukiwa na basi, sema wewe wa kanisa ya KAG, that is where he is. He is a humble man and he is a man of God.
And I believe when you open your ears wide, you receive your miracle. And by so doing, I to bring to you, man of God, none else but Bishop Stanley Wachira Karani. God bless you. Welcome. This now it's 1:15. Yes. Why don't you go up to 4:30? Good. Jameni, hatujambo. Wengine tulikuwa nanyi jana jioni, kwa hapa. Nimeona yule ambaye alifanya ninje pia ameingia akiwa mgeni hapa. Nashukuru amekuja kama mgeni, nami nimekuja kama mgeni, na nitamhubiria message yangu ya mwisho nikiwa Amerika, nimngojee Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tulikuwa na nyinyi jana niliwaambia naitwa Wachira Karani na Yesu Kristo mwokozi wangu. Asubuhi hii, very early in the morning I woke up to talk to my wife so that she can give me greetings. Then kwa sababu nilijua naja kusimama mbele ya watu wa Mungu. My wife is Margaret Wachira. Nilimkumbalia kutumia jina langu na anafurahia sana. Anafurahi sana. Najivunia. Kwa hivyo mlisalimiwa na Margaret wangu. Amen. Amen. Thank you. Wazee wa kanisa sitawapatia sababu hawakunituma. Waliniambia tuko wazuri huku. You see. So nashukuru. I'm married and I have 4 kids, grown kids. Mtoto wangu wa mwisho ako 28 years na wa kwanza ako 31 na wote wanne ni mapacha. You see. Wote wanne ni mapacha. Hivyo ndio mambo inatendeka wakati Mungu anataka itendeke, sio? Si kupanga. Na wote walizaliwa August 15. Kwa hivyo sisi hatuna shida ya kununua vitu vya bado, lakini sasa hatununui. Ndio wao wanakuja kutuona na sema ndio tumekuja tufanye birthday. Wanavile wanapanga wote wanakuja. Hata ikichelewa wanaisongesha mbele waje wote ili wa blow candles za watu wanne. Na hiyo ni baraka tu. Kama unasema ni nini wewe? Kama unasema ni bahati. Hiyo ni baraka. Nashukuru sana Pastor Wero. Pastor Wero ni wetu. Ni wakina nani? Lakini sikuwa namjua, nilimjua jana jioni. But can you imagine he comes from very close to where I preach. Kwa hivyo ni wakina nani huyu? Labda ndiye nimekuja kuchukua. Thank you Pastor for giving me a chance to share with you this pulpit. Najua vile tunachunga pulpit zetu. Hapa unaweza kaa mpaka utoke Amerika hujafika hapa. Hapa ni mbali sana hapa huko. This is a very long journey. Kutoka hapa umeketi na hapa ni safari mrefu sana. Na mimi nimekuja jana tuna kwa neema ya Mungu nikapata kimbali kutoka mtumishi. Thank you. Amen. So, sina mengi ya kusema ya hayo, ya aina hiyo. Niko na ujumbe wa I love preaching the word of God. I've been coming to America for many years, lakini sijapata nafasi ya kuwapata Wakenya kule wanakaa. Nilitamani sana. So this year mwezi wa 8 nilikuwa hapa, lakini sikuwa nimekuja kwa Wakenya. Huyu bishop akaniona kwa Facebook. Kumbe wakati ananiona niko nyuma yake, niko just behind him. Akaona kwa Facebook akaniambia, "Nakuona uko Amerika. Uko wapi?" Yeye akaniambia kwa Federal Way. Nami nikamwambia niko Whitby. So akaniambia tafadhali. Nafikia hata alikuwa anaongea akiwa amepiga magoti. Vile ambavyo alinisihi, usikose kunja tafadhali. Nikamwambia I have a very tight schedule. Sioni nikipatikana. Akaniambia hata kajioni tu. Nikamwambia kajioni naweza pata. So nikaja kajioni kamoja na nikamwambia ndugu yangu,
nina kilio kikubwa. Nimekuwa nikija Marekani kwa miaka 13. Wakati mwingine nakuja mwaka mara 2. Kama sasa unaona nimekuwa hapa juzi tu, nimerudi tena. Lakini sijui Wakenya wetu wanapitia barabara gani. Tunajua hapa hatupiti kwa miguu, tukutane na mtu. Wetu ndio tunatembea miguu, unaweza kukutana na mtu. Hata ndio mfano. So, nauliza, kwani Wakenya wanaenda maduka wapi? Hawaendi Walmart? Akanambia tuko hata kazi tunafanya huko. Na mbona sijakuta hata moja? Nimezunguka hizi states karibu zote na sikuti mtu. Nilitamani sana. Kwa hivyo na shukrani nyingi sana kwa Bishop Muthaka kwa kunitafutia nafasi wakati huu nimekuja kuona watu wetu. Amen. Watu wetu jameni. Nasikia tu kama vile wakati Musa alipata watu wao akatoka kwa Firauni. Sababu kila wakati nikija huku naja kwa kina Firauni. Miaka 13 naja kwa wazungu tu. Sasa Bwana siwaje. Wameniuliza, why are you here not talking to us? Kwambia hii mission si yenu. Hii ni ya watu wengine. Na pata nafasi ni baraka kubwa. So today, this afternoon, are you recording? Yeah, somebody's recording. Oh, ile. Nikiacha mic ita affect. Sasa hii si dakika hii. I like holding mic in my hands. Hata ukinipa hii sitaweza kutembea nayo. Lakini once in a while naweza. Napenda kushika kitu kwa mkono. So what I'm asking is, wakati mwingine nikichangamka niweke chini itakuwa affect. Sasa wakati mwingine nachangamka nasikia kwenda kuchukua pasta, wewe unibebe kidogo na niweke chini. Yes, that is me. Nakwambia mapema ukiona nimeshika Bishop Muthaka najaribu kubeba yeye na shindwa, unjue ni uzuri ulikuwa nataka kuinua yeye. Sahibi guy. So the thing is, I love preaching. Let's go together. Ujumbe ambao nitakupatia ni ujumbe personal. A personal message. Ni yako. Na naamini hutasahau. Mtu akiletewa barua yake personal, anasahau kile ambacho alisoma. Na hapa hakuna mto, akimwona yote itaenda na mto. Haya, let's begin to read now. I want us to go to 1 Thessalonians. Kwa dakika hizo zitaniona. Haya. 1 Thessalonians 5 verse number 17. Inasema, pray continually. Pray without ceasing. Pray continually or pray without ceasing. Na hapo nimetoka. Haya. Twende wa Korintho wa pili 6. 2 Corinthians 6. Okay. Are you there? Let us read from between verses 3 and 10. We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and in hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of of God, with the weapons of righteousness in the right hand and in the left, through glory and dishonor. You hearing this? Bad report and good report. Genuine, yet regarded as impostors. Known,
yet regarded as unknown, dying, and yet we live on, beaten, and yet not killed, sorrowful, yet always rejoicing, poor, yet making many rich, having nothing, and yet possessing everything. That is Christians. I've not finished yet. Can we go to the book of Zechariah? It's a personal message to each one of us. Zechariah chapter number 2. From verse 1. Then I looked up, and there before me was a man with a measuring line in his hand. I asked, "Where are you going?" He answered me, "To measure Jerusalem, to find out how wide and how long it is." Then the angel who was speaking to me left, and another angel came to meet him and said to him, "Run! Tell that young man, Jerusalem will be a city without walls, because of the great number of men and livestock in it. And I myself will be a wall of fire around it, declares the Lord, and I will be its glory within." Asifiwe Bwana Yesu. I like what I saw on this paper, bringing Christians together. The words I want to share with you, which is going to translate into a personal message, I'll speak after a few observations that I have made in life. The Bible says in John 10:10 that the devil comes to steal, kill, and destroy. That is his mission. And sometimes he steals even before it is seen. And he kills even before people have seen it. That means he destroys even plans. You people came here with a reason. And you came because you want to expand. But let me tell you how the devil works so that you can do something against it. Everybody should stand and take a position to oppose the devil who comes to destroy your life before the plan is accomplished. Are we together? The year was 1968. In 1968, as I was growing up, in our village there was a young man who grew up intelligent, and in 1968 he had finished what we called then Form 6 and gone to college, and he was hired. Got a very good job, I think an audit or something. When he was hired, his first salary, wakaenda vijana wenzake, jioni hiyo pale walienda kunywa, wakisherehekea, there arose some scuffles. Na ikawa kumetokea vita. Vita hivi vilikuwa tu vile vijana. Akienda kuinua kichwa namna hii, kijana mmoja, na si vita vya kuuana, kuinua kichwa, kijana akakutwa na chupa hapa, akafa. Who is it who has died? Was the shining light in our village. The whole village went quiet. Not only that, was the only son of a family. I was asking myself, what is that? What does that mean? In fact, the whole village became cold, and we mourned for many, many months. Later, there arose another light in our village. A very brilliant young lawyer who rose in the ranks. When he was still in his 20s, he became a very senior man, an MD of a great corporation. And he did go far. The only
other child of the family. He ran mad. Na tukaulizana again, what is this? I'm saying this. Everybody, if there is anything that you should not be lazy in, is prayer. That's right. Every Christian is supposed to be a warrior. Never feel weak, too weak to pray. That's right. And never depend on other people's prayers. Right. You cannot pray for me the way I can pray for myself. Right. I'm the one who knows what I'm feeling. Right. Even if you tell me you are feeling with me, you cannot feel enough with me. Right. Are you hearing me? Yes. That is why I'm saying this is a personal message. Mm-hmm. Then came 1990. I worked for the government of Kenya for 20 years. Before I began to work full time with it, I just resigned to do the work of the ministry. I worked in the office of the president, and that's how I got to know many people in the world. So, in 1990, I was transferred from Mombasa to take over a provincial job in Nyeri. So, my last weekend, I loved taking my family to the beach. So I told my children, Mama, are you going with us? We want to go to the beach. This is our last weekend in this town. She said, I'm not going with you, but I talked good once to her. She said, she's going to najua pale nitaguza tu wewe. Lazima ujue mwenzako ni nini unaweza kumwambia hata kama alikuwa amesema no. Sasa nitoke vyetu. So my dear Margaret, nikamkuta tumeandamana. Tulipofika kwa beach, ye maji anaiona kwa mbafu, haguzi. She doesn't like it. Mimi nimekulia kwa mito. Yeye alikulia Kieni. Mnajua Kieni? Ni kama desert. You see? Hata ya kunywa walikuwa wanakunywa ili ya kuchunga kutoka mavi ya ng'ombe. Lakini simkumbushi hiyo. Takoleta na mutaidhiria mno hii. You see? So, mimi nikienjoy maji, Margaret does it. Lakini nafundisha watoto wangu wasio watu hawaelewi maji kama mama yao, lakini siwaambii hivyo. Ona hasa. So, tukaingia kwa bahari. Nilikuwa na mazoea hata tukienda kwa swimming pool ya kuambia kaa hapa unishike vizuri nikakutembeze. Tutembee chini ya nini? Ya maji. Wewe. Sasa bali jambo tumefanya mara nyingi. Tukaenda, nilipofika huko nikaambia my daughter, I have only one daughter. Kamoja tu. Kako hakuna mahali kameenda, kako tu. Na hakajaolewa. So vijana wao mko hapa na hamjaoa. Lakini ndio wasichana. So haka kasichana kani. Nikaambia Wangoi. Nimesikia mkiwa nitoka kwa Wangoi hapa. Kaambia Wangoi, aya, safari. Tukaenda. Kama yote bwana. Kaambia sasa mama, uko tayari tukatembee? Akaambia yes. Kana shangilia sana. Wakati nilienda, mama akaruka. Na tumeenda mahali ndipo. Na sikuwa niende mbali. I don't know what she saw. Nilisikia tu kama wa. Sasa niko kuinuka, najua ako wapi. Are you hearing me? Yeah. I'm talking about personal prayers and prayers for your family. Hata ukituambia bwana yako ni mbaya, wewe usipochukua jukumu upige shetani ambaye anaingilia nyumba yako, hata mchungaji hawezi omba enough. Siwe kale pastor wewe mambo ambao ni yako ambao ungefanyia wewe. Are we together? Don't kill this man. Ana mizigo ya kutosha hata ya kwake. Ama unafikiria analala mbinguni na teremka asubuhi. Huyu ana mizigo mingi. Twenu anabeba kuota.
Nipigie makofi kama unalala. Makofi imetoka vizuri kuliko ya nini. So brethren, katoto kangu kameingia kwa bahari. By God's grace. Sema by God's grace. Kwa sababu hata nikieleza hadithi hii mimi hutetemeka. Kwa maji tu nikaruka hivi, nikaweka mkono, nikashika kisigino ya mguu hapa. Nikasikia ndiko hako. Mama yake yako kule anaona kile kinatokea. Anapiga nduru akiwa ng'ambo. Lakini yeye hawezi guza maji. Hatuna msaada hata akipiga nduru. Nikashika kisigino. Katoto nikainua. Tukarudi. Hata wa sasa Wangui hajui kuogelea. Sababu tuliogopa sana. But let me tell you what the devil was trying to fight against. Kati ya watoto wangu wote wamesoma. Lakini kati ya watoto wangu, this is a very special child. Na ndiye shetani alikuwa anataka. Ndiye shetani alikuwa anafanya nini? Mimi sikujua. She's so gifted na hii. Hii sasa kwa Kenya tunafanya PhD. So sharp. Ya kwamba mara kadhaa hata iko wakati nimeenda kwa mkutano. So I'm going to brief the president and the Raila wakati ilikuwa coalition. Now it's ongoing. What can I do? Naweza fanya nini? At least niingie hata kama nitakaa mahali kwa ukuta. Ukipresent at least. Do you know she worked out a formula? Nilikuwa nasikiliza nikiwa kwa kona nikitoka na machozi tu. Naona utukufu. Mtoto wangu ndiye ameketi na president anawabrief matokeo ya mambo fulani ambayo ni ya kuokoa nchi. Nikasema Mungu. Na ni huyu tu tulikuwa naye Mombasa. Kalikuwa kameponyoka. Nikashika na nitege tende mwanani kaiko merito ruatia. The devil is a bad devil. Are you hearing me? Ukiona una mtoto ama business yako inafanya exemplary, tafadhali usiseme mimi sina nguvu ya kuomba, natuma watu wakaombe. Wewe njinga. Utakuwa mjinga sana usipokuwa kuomba. You need to know what to resist. That's right. Resist the devil and he shall flee from you. Mpige shetani. Mimi sikuhitaji watu waombee mtoto wangu ama watoto wangu. I'm the one who has born these children. Huu ujumbe mimi nimejua tu jana usiku hapo nitahubiri hapa. Ama leo asubuhi sikumbuki. I don't know what time Bishop told me. I was to rest this morning. Lakini sikiza. This week, last week I think Friday, kulitokea jambo kama hili hapa Amerika. Wale watu waliuawa katika wapi? France. Did you see one girl ambaye ndiye alikuwa darling ya everybody? The only girl, the only child of the family. Taking a PhD course. Na alikuwa ameenda tu kwa miezi mitatu. Hata profesa wake anatokea anasema huyu mtoto kila mtu alikuwa anamwangalia kama malaika. Did you see that girl? Why did she have to die? Alikufa kwa nini? Why did she die? Let me tell you what is the reason here. Nyinyi nyote mlikuja hapa for expansion. Na hakuna mtu angependa akitoka hapa ajikute ndiye mwisho Kenya. At when useless. Hakuna nothing
People cannot talk about you because you have no name. One, he who loves God and fears sin, that one prospers. Amen. Sin will make you useless. And the joys of sin, though they look good for a while, they destroy the whole of your future. That's right. I was sharing with Pastor the other day, nikamwambia, if you see anybody ambaye anajaribu kuingia kwa kitu kinaitwa mpango wa kando. Mpango wa nini? Na hapa Amerika tunajua ni nyingi sana. Nyingi. Na hata haikai kama mpango wa kando, ni kama we are this is America. This is America. Kiongea mtu this is America. Hakuna dhambi ya kufanyiwa Amerika na ya kufanyiwa Kenya. Dhambi ni nini? Dhambi. Mpango wa kando is a very expensive deal. Yeah. And not only expensive, it destroys your moral fiber. That's right. Na hata inaharibu akili. That's right. And instead of thinking straight, utakuwa unafikiria kando kando. Kando kando. That's right. Are we together, brethren? So let me tell you the whole essence of this. Zechariah, as he was standing to be given instructions by God, aliona pamepita kijana aliyekuwa na haraka sana. Zechariah akaona, this man must be to an assignment. And he's a serious guy. Akaona, where are you going? Akaona, we are going to measure Jerusalem to know its width and its length. To do what with length and breadth. Malaika mwingine akatokea. Because this message was not transferred to Zechariah. And this other angel commanded the young man to be stopped. So he was not an angel. He was somebody who was pretending to be an angel of good report. I'm going to measure Jerusalem. Then this other angel who had command, this other angel who had authority, told that young man, go tell that young man to stop. Don't mention Jerusalem. For Jerusalem will be inhabited. It will be full of men and livestock. The angel was going to put limits. The young man was going to put limits to the growth of Jerusalem. That's right. Let me go back to these people who are dying. Kuna watu marked by the devil. Shetani, there is what we call familiar spirits. Yeah. Wanakuja wanakaa area ya kwenu. Na wengine mapepo hao wanakalisha jamii moja. Wanaona hii jamii tumeweza kuiweka kwa umaskini vizuri. Kwa hivyo pakipatikana kamtu kanakochomoka, ndio watu hao warudi kwa umaskini. There are limits. There are limits. Gonga karudi chini. So that that family may remain in abject poverty. The devil puts limits to people. But God doesn't have limits upon people. Amen. We can grow as far as you want to be. That's right. You can grow as high as you want to be. That's right. There is no wall above. That's right. Even if walls are put around you, you can grow above the wall because God is lifting you up. Amen. Are we together? Amen. I don't know who you are in your family. I don't know the kind of family you have. But this is what I am saying in simple terms, because my time is over. Study the thread of your family. I know where I came from. Mimi, mama yangu kule amezaliwa, my grandfather yule ambaye nimeitwa yeye alikuwa mganga. Umekamata hiyo? Nawa mboiro okoro tuli muragulire kugate. Weno kugwe ni kuli yako. Ati timaye tia makune miaka.
Haya, sasa baba ya baba yangu naye alikuwa nini? Mganga mwingine. Bwana, sisi tulikuwa double anointing ya uganga. Sisi hatukuwa watu wachache, sisi double anointing. Na labda mimi ningekuwa mganga sasa mkubwa kuliko babu hawa wawili. But the grace of God. Oh, the love of God reached me. Now sikiza. When I knew that, and I heard the voice of God, and He put me in His kingdom, I knew the kind of warfare I had to engage myself in. Mine was to pray out everybody who was in that occultic thing. You know what? Sherehe ambazo tunafanya mara zingine hazina meaning. Kama utakusanya watu na huwakusanyi kwa sababu ya kuwajulisha watu, wacha kudisturb hawa watu. Stop it if Christ is not the center of the whole thing. Don't waste people's time. When you bring them together, let it be for the reason that now you are saved. What can you do to save others? I engaged a very high gear when I got saved. And within 2 years, because I got saved in Form 4, when I was in Form 5, I had read my Bible, I think, 3 or so times. But I was taking a very, very difficult course, Form 5 and 6. By Form 6, I had gone through 8 times plus my course. By the time I was going to college, now I knew what God was saying concerning the Holy Spirit. Not being taught, I read it in the Bible because it's there. Nikaambia Mungu. I was sharing with Bishop. Mungu, mimi, I'm one person who doesn't like failing in exams. I don't like it. Nilikuwa nasema kuanguka mtihani ni bad manners. So I was telling them, so nikamwambia Mungu, nisaidie. Sababu sasa niko na nguvu na Roho Mtakatifu hata wakunikumbusha. So brethren, when I added the gear of the power of the Holy Spirit, today as we thus speak, our large family, people who represent Christ, there is no family that doesn't have people who are saved and full of the Holy Spirit. Amen. Are you hearing me? And how many preachers we have? Oh, many in our larger family. Why is this young man so much interested in building walls around Jerusalem? Because he was not an angel of God. He was the angel of darkness. And he had come past all these families that formed in Jerusalem, and he said, I'll put you inside, you'll never grow big. Even your family is marked by the devil. Shetani amekumaka. Na Yesu si yule tunatanja wakati tunaimba. Yesu ni yule anaishi ndani mwetu. That is the Jesus who can affect things. Lakini huyu Yesu wa kutanja hapa wakati tuko na wimbo ulikuwa wa nani huyu Pakahura? Kahura, nisikie Kahura. Huyu ambaye ni wa Kahura anaimba kwa wimbo hana nguvu. Huyo ni wa revelation ya Kahura. Kahura. Ya Kahura. And you need to sit with Kahura akwambie hii wimbo inamaanisha nini. Usiite ushuhuda wako, huo ni wa Kahura. Usifurahishwe tuna wimbo wa Kahura na Yesu wa ndani ya Kahura. Yesu wako anasema nini ndani yako? I go back. This family that lost this girl, hakuna mtoto ambaye ni wa mzazi. Nilikwambia was sneaked in, nisikilize Moi, Kibaki na Raila wakipewa speech.
I was sneaked in as a driver of my daughter. I said, my driver is very much interested to hear how I present this. So the driver was given a seat at the corner there. So, and because she has authority, na driver yake wanafikiria wao huongea mambo haya, driver my daughter wanaongea mambo haya. Kwa hiyo driver kusikia si mbaya sana. So driver akaketi hapo, bwana. Ikifika kuota machozi kama. Nikikumbuka shetani alikuwa ametusurround. Na katoto kalikuwa kakufa 1990. Hii ripoti ingetolewa na nani kwa jamii yetu? Nani angesimama mbele ya president na PM? Nani? The devil. Shetani mbaya. Alikuwa amepiga ukuta. Akasema hawa wanakaa kama wanachomoka. Lakini kuna mahali zitaki wafike. Huyu mtoto ameiwa France juzi. Si mtoto wa mama yake. Ni mtoto wa dunia nzima. Because the way she was going to touch the whole world with her career. And most of these children ambao unaona wanauliwa mapema ni kwa sababu mioyo yao kuna kitu Mungu anataka kufanya nacho. Na Mungu anataka kuwatumia ili walete mabadiliko kwa jamii ya mataifa yote ya dunia. And the devil fights God by fighting or killing those children before they become what they're supposed to become. Sasa nakuuliza, watoto wako nani atawaombea? Ni mwalimu wa Sunday school? Ni nani? Pastor, nakushukuru sana. Umesema watoto staki wawe wanaachwa kule nyuma. Wakiacha tena niite. Mkiacha tena nifanye nini? Nasikia mimi ni bishop, mimi ni mkubwa yake. Nitakuja nitie moyo. Nitie moyo. Niseme wazazi kila mtu hivyo laleni mbili. Nani mseme kesho America. Hata ikiwa America tutachapa nini? Tutawachapa na pasta wewe. So please, hakuna mtu anaweza sukuma jamii yake karibu na Yesu kuliko wewe. You are very important. Very special. Na kutahizi shetani hujaribu kuweka limits ya kwamba hutapita hapo. Wewe ni wewe unaweza kuzibomoa. Business yako inaweza kuwa business the best in the whole world. Nani amesema haiwezi kuwa? Your children can reign. Because the Bible says, your children shall be mighty in the land. They will contend with the enemy at the gate. Mimi nikiwa kwangu sasa, hata ukisemekana kuna kitu kinatakana kuandikwa kizuri, hata kama nina masomo sijisumbui, niko na watu wa kuandika. Na tuna exchange mawazo. You see, we can think together with my children. Kwa sababu nilisimama sema Mungu, si tulikuwa watu mbesi, lakini sasa tumeamua lazima tuvunje kuta za shetani, tuwe watu top. Watoto wako wanaweza kuwa top. Jamii yako inaweza kuwa top. Kazi hata wewe mwenyewe unaweza kuwa top. But you must know how to break the walls. Kabla shetani hajajenga ukuta, muulize unaenda wapi? Zakaria anauliza, wewe unaenda wapi? Unaenda wapi? Shetani akajibu akasema, naenda. Look here. Thank you, sir. Hakuna mwingine ni pastor tu ameona. Listen. What I've discovered in life, in my pastoral ministry, shetani si uongo akiwa cornered na mtu aliye na fire. Juzi nilikuwa pale kwa Mtomotomo. Juzi tusikitamu. Nimekutwa nikihubiri na wamama walikuwa najua nahubiri hapa. Na wamama waliotishwa na jambo. Wakasema, please bishop, come with us. Where? I don't know you. To Tomotomo Hospital. Kuna nini?
tumekutwa na hiki, tumekutwa na kile. Nikauliza, hamna pasta huko? Wakaanza kukula meno. So nikaambia my wife, nikaambia my assistant pastor, saa fulani tunaenda Tumutumu. Kwenda kufika Tumutumu, tulikuta nurses, doctors and who wako kwa kirumu kimoja cha mtu kwa nyumba. Na kuna msichana hapo chini ya meza. Msichana ni mwembamba kama Rwage. Unajua Rwage eh? Very thin girl. Tukiwa nje, kabla hatujaguza mlango, kasichana kakauliza hivi, Pastor Crowley, where are you going? I will kill you. Where were you 23 and a half years ago? Shetani. Shetani. So tukaingia tukakuta msichana hapo chini ya meza. Watu wamejaribu kutoa yeye hapo. Hatoki. Pana wanaume, pana wanawake. The whole story to brief it. Huyu msichana, when she was 6 months, ndio inakuta 23 and a half years, aliitishwa na shosho. Mama na baba akapeleka mtoto kwa shosho. Pale kwani Tumutumu. Na nyumba hii ilikuwa na mganga. Mtoto akaambiwa, mtoto wa miezi 6 hatalala na nani? Na mama yake. Atalala na shosho. Na kwa sababu ndugu wa nyumba hii alikuwa anatii mama yake sana, akaambia bibi yake, usiongee, mtoto analala na mama yangu leo, na nyumba ina mganga. When it comes to that ladies, hata kama wamama wa Nyeri mnaambiwa mnagonga watu, gonga wakati huo gonga. Wakati huo gonga, usikumbali. Usifanye nini? Usikumbali. Sasa mama akasema, "Gingode kile hakuna mami yako kile." Mtoto akawa na shosho yake. That is the night this baby was initiated into the devil. To the devil. Na huyu mtoto akawa ni shida kwa jamii yote nzima ya mbali na ya karibu. Na mtoto huyu akawa ni wa kucause terrible accidents in Kenya. On this day, mtoto huyo alikuwa ameambiwa, if you don't get your mother today, you are in trouble. So alikuwa anawinda mama yake na kisu from morning. Sababu ameambiwa lazima apiane mama yake. That's when I came into the scene. Na ilikuwa ni kazi nzito. I told the nurses who were there, wale ambao hamtakaa nami enough, sababu hii si kazi nitaanza niachie katikati. Kama unajua bwana yako atakuhitaji na umeona nimeikunja kitu 6, tafadhali enda nyumbani na usijisikie kama umekosea. Hii kazi mimi nimeitiwa. Sasa kila mtu ambaye anajisikia kuna shughuli ya haraka, tafadhali go. Nikaatwa na watu kadhaa na mama yake watu wake. Mtoto huyu alisema hivi, why have you come to disturb us before our assignment is over? Then I asked, who are you? And she spoke many names. Not Kikuyu names, not English names. Where are you from? Somewhere, she was saying somewhere from Congo, others were from Tanzania, Zanzibar, others from Dar es Salaam, others from... A group of demons had been gathered together and they had made a habitation in this garden. And I remember as we were fighting, twice, this lady completely surrendered and she fell as dead. But she reached for the ears. Whenever she reached for the ears, she became like we are starting all over again. Very strong. I asked myself, what is the secret of these ears? So the third time she went down, I went for the ears. Nikatoa hii masikio kama ya mama nani, ya mama koi. Earrings.
kuwekelea hapa, earrings zikaruka zikaanguka chini. Nikachukua kuwekelea hapa, zikaruka hivi zikaanguka chini. Nikachukua tena nikawekelea chini. Nauliza, who are you? Saa hiyo mtoto alikuwa ananiambia, leave my snakes alone, leave my snakes alone. Snakes, wachana nyoka zangu. Hawa, these rings, ile kitu mnaweka ndio mweke stopper, was ile mdomo ya nyoka. Na hii ingine ambayo inakaa kama hiyo beautiful yako hiyo, ilikaa ni nyoka na skills zake. And that was the point of contact. Sasa hizi nikaacha zikirukaruka kwa meza. Tukaanzana na huyu. Hakuna mtu sasa, watu wametoka. Watu walitii. Walitoka haraka. Ni kama hata hawakuweko. Akasimama. Kauliza, nao Bishop, ni nini nilikuwa ninafanya? Wacha mama yake aliyepata. Nikimalizia story hii, mtoto huyu hangeoleka, hangetulia hata kwa college. Akaendelea na college after that. Kwa sasa ana maisha mazuri, sijui anafanya kazi na yeye anaingana. That is what God can do. This afternoon before I finish, unajua mtu anaweza kuja kwa Yesu baada ya kuja Amerika, akutana na many challenges, apate giza. Na kama hiyo, na kuona giza haimaanishi huwezi ona nuru tena. Iko kipofu aliambia Yesu, nataka nione tena. Kwa hivyo kuna wakati alikuwa anaona. Niko na kategori za watu wawili hapa. Nataka kuita. Kuna wimbo tunaimba, stand up for who? For Jesus. For Jesus. Yeah. Who? Ye soldiers of the cross. Yeah. And then it reaches a point inasema, let strength and strength do what? Oppose. Hiyo kifungo ukijui, let strength and strength oppose. Two strengths to oppose. Nguvu mbili zifanye nini? Zipigane. You must stand up for yourself and stand up for Jesus. The fact that ulifika mahali ukaona giza hapa Amerika, that is why I have come to put you back on the right path. Don't walk in darkness. Don't cheat yourself. Don't lie to yourself. Walk straight. Ndio maombi yako, hiyo ni maombi inaweza fanya kitu. Si kuimba tu kama vile pastor amesema, tutie kwa hotone taki. Na mwa hotiwa tele. Ona komaro wake teke gwetingira. Are we together? Funga macho. I want to pray. Sababu nimepita saa mchungaji sana. I want us to pray. Pray for ourselves because this is a personal message. Dada sina funga macho jamani. Ni macho tu. Ndio uweze kuangalia huko ndani ambako mtu wa maana anakaa. Hapa juu, hii mwili uleta hapa Amerika. Hii mwili ni teri tu, hii ni teri. Mtu wa kweli na wa maana anakaa ndani. Sijui umeona shetani akipinga familia yenu mara ngapi. Sijui umeona mkizingirwa na ukuta mara ngapi. Sijui ni wapi uliona shetani kweli hapa tulikuwa tunachomoka akagonga. Usikumbali agonge mara ya pili. Usimkumbalie agonge mara ya pili. You can rise up again and you can raise a generation that can go around the globe with a message of hope. Hiyo ambayo iligongwa. Lakini panaweza zalishwa kitu na Mungu jioni hii leo na kiwe kitu kizuri. So kama wewe sema kweli uliona giza, come back to light. Na kama hujaokoka, wokovu ndio hatua ya kwanza. Na kama uliokoka alafu ukaona giza somewhere, don't walk zigzag or crooked. Kuja mbele tukurudishe kwa laini na pastor wewe. Hivyo tu, kama I pray for you. Kwa niombe na wewe, kama I pray for you. Si wagonjwa nataka kuombea, ni watu kurudi kwa barabara. Na wale ambao hawajaokoka, waokoke. Wale ambao waliona giza, harudi kwa nuru. Come forward. Come. Na usionee Yesu haya.
Usionee watu haya. Hawa ni watu tu. Watakufanya nini? Come. Anybody coming? Unajua hapo sikai mimi. Because you know yourself. Would you like to walk in the light again? Would you like to repent? Because Jesus, I'm sorry. Now from now, I want to be a warrior. Fighting with the devil to protect the family that you have given me. Hiyo maombi haiwezi jibiwa kama hujaokoka. Kuna mtu anataka kurundia Yesu. Yes. Nani mwingine anataka maombi ya kurudishwa ama maombi ya wokovu? Come forward. We all like sheep go astray once in a while. Lakini we can't live in darkness. Come. Kuja tuombe. Kuja. Asante dada asante. Who else is coming? Ni wakati wa kujipeleka mbele za Mungu. You protect your family, protect yourself, and protect your children na watu wenu. Si watu wetu, watu mimi nimeshikilia hapo. Kwetu mimi nimeshikilia hapo. Thank you dada. Nani mwingine anakuja? Come I pray with you. Mimi hunioni tena. I'm leaving soon after this. Hii kanisa sirudi tena. Wakati wangu wa kurudi umefika. Hapa hata nikupitia nimepitia tu ndio Mungu anipe nafasi ya kukusaidia. Na kama hutaki msaada huu utasaidiwa na nani? Msaada wa Mungu umekuja. The Lord has brought me with this one purpose and plan. Ili usiwe mtu wa kuangamiziwa mbegu yako na watu wenu. Come, please come. Thank you, ladies. Who else is coming? I want to pray with you for power so that you don't be limited by the devil. Uwe mtu ambaye Mungu atashughulikia. Thank you. Ladies are coming. Even men, usifanye moyo wako mgumu. Hakuna wokovu wa wanaume na wa mama. Hapana. Hakuna roho ya mama na come I pray with you. Come I pray for you. That is why God brought me here. In fact, today preaching here is like by the way. Ni Mungu alinijua. Pastor Wero hakunjua. Nitahubiri even by yesterday. Lakini Mungu akasema nina watu hapo nataka wende ukasaidie. Alafu sasa utaketi uendelee na kuteremkia shimo. Kuja. Come. Kuna mambo unatakikana ushikilie na ushikilie. Because you are weak inside. Come and be strong. Anybody else coming? All right, pray with these ladies. Kuna mwingine anakuja? Okay. Chatufikisha. You know, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, hiyo confession tuna make ndio inatuweka pale ambapo Mungu anataka. We get saved. Hiyo confession. Na kama hata tulikuwa tumepata giza, maandiko yanasema is any among you sick, aite elders. Watu waombe. Na hakuna kitu kibaya kama kugonjeka moyo. Moyo ukigonjeka ni mbaya kuliko kugonjeka mwili. And that is why I'm here, ili niombe na wewe na niweke moyo wako huo niombe uwe na mafuta mapya. Leo nisikia Pastor Wero akiomba, leo Mungu tupatie mafuta, tupatie kutembelewa kupya. Nilisikia pastor akiomba namna hiyo. And sure enough, it is here. Hallelujah. I want to pray right away. That confession, it's the one that makes possession. Sema ni Bwana Yesu, kuanzia hivi leo nimeondokea giza. Moyo wangu umepata nuru. Nitatembea katika nuru hii. Sababu nuru hii ni Yesu. Nitatembea kwa nuru hii mpaka nimuone Yesu. Jesus, enlighten my life and make me new. Make me a overcomer. In Jesus' name. Shetani ameshindwa maishani mwangu. Nimechukua mwelekeo mpya. Father, in Jesus' name, I thank you for these ladies. They have come forward as a sign of faith, as a sign of confession, as a sign of saying, I'm sorry. God, put me back to your fellowship and make me powerful. Let them enjoy the fellowship they have now in you. Until we meet again in the heavenly places. Yes, I dedicate these souls to you, Lord, that we here on earth shall give them fellowship, but you shall give them
a greater fellowship with the Son and the Father and the Holy Spirit. Yes, Lord. In Jesus' name, you are strong. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you.